Karibu sana wewe mtizamaji wa channel ya Dr. Ruzuba. Kila siku nimekuwa nikikueleza kwamba hapa duniani lazima uwe na maarifa. Na maarifa yenyewe nilikwambia, unaona hii inaitwa ndagu, lakini ndagu hii ni ndagu ambayo inatengenezewa dawa, inawekwa kwenye chupa kama hii. Halafu inaweza ikawekwa pete au ikawekwa hirizi, yani humu ndani ya hii dawa. Unanielewa vizuri? Sasa ikishatiwa humu hii dawa, inaweza ikawekwa kama pete au hirizi. Halafu wewe unayenitizama sasa, hii unaichinjia mbuzi kwa mwaka mara moja. Mbuzi mweupe kama huyu. Watu wangu wa Canada, huyu kuna mtu yupo Canada anafanywa kazi kwa uaminifu kabisa. Kikubwa ni uaminifu tu duniani. Hamna vitu vingine. Ni uaminifu. Kwa hiyo inatengenezwa hii kwa ajili yako. Nilisema inakuwa unavyoishi inakuwa inashuka unga wake mpaka unaisha. Lakini ukiwa una mtu wa kumrisisha mtoto wako, itapanda tena itarudi juu. Unaweza ukaizika na unaweza ukafanyiwa huku ikamarizwa kabisa ikazikwa sehemu. Siku utakapoamua kama kurudi kwenu huku Tanzania, inaweza ukaichukua kutoka mahali nilipoizika. Lakini mimi na uwezo wa kukaa nayo hata miaka 20 kama niko hai. Naendelea kuichinjia kila mwaka. Lakini ukiacha kuichinjia, ile nguvu ya utajirisho inaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo unabaki na nguvu zako na zile mali ulizozipata. Hii ni ndagu kubwa sana ya utajiri. Unaweza ukawa unaiahidi ukaiapia siku unapoichukua, tunatengeneza kwa mbuzi mara moja kwa mwaka, au baada ya miezi 6, au kila baada ya miezi 3, maana yake itakuwa mara 4 kwa mwaka. Lakini unaweza ukawa unafanya hilo swala kila wiki mara moja. Kutokana na uwezo wako unataka nguvu iwe na speed kiasi gani. Huyu ni mbuzi unamwona kwenye kamera, unaweza ukamuonyesha vizuri. Mweupe, hana doa. Halafu mbuzi mwenyewe anayetakiwa, na nitizama wewe mtizamaji wangu, mbuzi mwenyewe anayetakiwa hatakiwi yule mbuzi aliyehasiwa. Yani kule amepigwa, amehasiwa. Sasa huyu hatakiwi, anatakiwa awe jemedari kama huyu. Popote pale ambapo upo unahitaji mafanikio. Yani hii ni white magic. Hakuna mambo ya black magic hapa, sijui tutatoa nini. Ni wanyama kama Ibrahimu alivyotoa, ni wanyama kama Suleimani alivyotoa. Hakuna kitu kingine. Hata Yesu alipotimiza umri alipeleka mnyama kwenye hekalu. Si mnasomaga hayo maandiko? Sasa wewe umetoa nini ili uweze kutajirika? Unabaki tu kubwabwanja tu. Hali ya maisha ni ngumu sana. Unataka iwe rahisi kwa maarifa gani uliyoyafanya? Naitwa Ruzuba the Great. Alafu ni follow tuwe wengi, unifuatilie. Mimi maneno kidogo, kazi kubwa. Na ukinitafuta usiwe na maneno mengi. Wewe ongea point tu, unataka nini tufanye basi. Asanteni sana. Ruzuba.